Bwana, moja ya vitu ambavyo vinazungumzwa sasa hivi ni kuhusiana na vita ambayo inaendelea kati ya bidada ambaye anajulikana kwa jina la Rita, lakini pia na bidada Zuchu. Kama tunavyojua kwamba siku za hivi karibuni zilitoka taarifa kwamba Diamond Platnumz ameweza kumpeleka huyu dada katika mamlaka husika kwa kile ambacho kilizungumzwa. Ametumia brand yake vibaya, amemdhalilisha katika mitandao ya kijamii, lakini achilia hivyo na kusema kwamba yeye sio mtu ambaye wapo kwenye mahusiano na alikuwa kwenye mahusiano zamani na sio sasa hivi kama vile ambavyo wengi wanavyodhani, lakini pia kama vile alivyokuja yeye kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kuzungumza kwamba ni mtu wake ambao wapo naye kwenye mahusiano. Sasa huyo bidada amekuwa ni mtu ambaye ni kama vile anabato na bidada Zuchu. So unajua pia watu ambao wana interest na mtu mmoja, watu ambao ni kama wanaishi na mtu mmoja kwa pamoja, huwa hawaelewani. So unajua mapenzi jinsi ambavyo yalivyo. So unajua mambo ya mapenzi jinsi ambavyo yalivyo. Uweze kuwa sawa na mtu ambaye unajua anakuchukulia mtu wako, mpenzi wako. Iwe ni mwanaume kwa mwanamke wako, iwe ni mwanamke kwa mwanaume wako. Kuna namna hivi ambavyo kijiro lazima kiumie kwa namna moja ama nyingine. Sasa hichi ndicho ambacho kinachoendelea kwa bidada Rita mara baada ya kuweza kuonekana kuja na ujumbe mrefu kuweza kumjibu bidada Zuchu juu ya kile ambacho anachokifanya, juu ya yale ambayo anaendelea kuyafanya, kionyesha ni kama vile ni vijembe kwa wanawake ambao wanasema kwamba wapo kwenye mahusiano na mtu mzima Diamond, kionyesha kwamba hawawezi kumpata, hawawezi kuishi naye, hawawezi kumfikia kwa namna yoyote ile, kwa sababu yeye amemshika na Diamond hana pa kwenda, kwa sababu yeye ni mwanamke ambaye anajua anachokifanya kwa mwanaume. Kwa hiyo imekuwa ni kama vile vita, majibizano. Huyu anajibu kwa kuimba, huyu anajibu kwa kuandika. Kwa hiyo kuna msuguano fulani hivi kati ya Rita pamoja na bidada Zuchu. Nani ni nani? Nani ambaye atakwenda kuzamisha meli, lakini pia nani ambaye atakwenda kushinda hivi vita wawili hawa? Rita anaamini kwamba yeye ni bidada ambaye anampenda sana Diamond, lakini pia Zuchu naye anasema kwamba Diamond kwake habanduki wala hangoki, yani ni mtu ambaye ameweza kukamatika. Sasa ujumbe ulikuwa ni mrefu sana wa Rita kumjibu bidada Zuchu, na ni ujumbe fulani hivi ambao tunasema kwamba ni ujumbe ambao unakwenda kumgusa kwa namna moja ama nyingine bidada Zuchu. Tutakwenda kusoma baadhi ya vitu ambavyo vimeweza kuandikwa kwenye ujumbe ambao ulizo kuandikwa na bidada Rita. Anasema kwamba nasikia bibi Kitufe na mwanae shangazi Kingangani tu aka muhongaji wanaume wa taifa wameungana kugombania ndoa kwa nguvu, wamekosa hata haya za uso na sura zao kama hii emoji hapo, akaweka na emoji fulani hivi. Lakini pia anaendelea kusema kwamba naona limekukaa kooni ili swala la kodi nikupe umbea, ushalipwa muda sana, mimi sio wewe ambaye hata umkute mwanaume kuna maneno fulani hivi ambayo yameweza kutumika hapo. Anasema kwamba unamuomba msamaha, utamsamehe hata umkute kuna vitu fulani hivi ambavyo ameweza kuviandika vingi sana ambavyo wakati mwingine sio vya kimaadili kuweza kuviweka hadharani, lakini kiuhalisia ni vitu ambavyo ni kama kamjibu kwamba yeye ni mwanamke ambaye hawezi kumsamehe mwanaume hata kama akimkosea kwa namna gani, lakini yeye ni mwanamke ambaye anakuwa yeye kazi yake ni kuweza kuwa surprise, kuwapa zawadi wanaume. Yani ni mwanamke ambaye ni mtoaji, tofauti na vile ambavyo ilivyo kwa wanawake wengi wenyewe ni wapokeaji na sio watoaji. Anasema bwana unayemtamba naye unaitamba naye ila kumtuliza ndo huwezi, na kutoweza maisha yako yote hata ungane na Bi Kitufe wako, na hata aya bwana. Lakini mwisho amemaliza kwamba jina lako jipya Bwana Yesu msamee dhambi za watu. Kwa hiyo mwisho ameweza kumaliza hivyo. Kwa hiyo Zuchu ni kama vile amechambwa hapa kwenye ujumbe na bidada Rita, yani amezungumzwa vibaya sana. Yani kuna vitu ambavyo vimezungumzwa kwa namna moja ama nyingine, unasema kwamba hizi ni chuki kweli kweli na ni chuki binafsi. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo vinavyoendelea kwenye bato kati ya Zuchu pamoja na bidada Rita, mtu ambaye anasemekana kwamba alikuwa kwenye mahusiano na mtu mzima Diamond, na kikubwa ambacho amezungumza ni kama vile kwamba kodi ilishalipwa na anadhani kwamba yeye ndo mwanamke kama vile ambavyo wanavyodhani ni yeye, ambaye yeye kazi yake ni kuweza kuwapa wanaume, basi Yesu yupo hivyo, yeye ana maisha mengine tofauti. Kwa hiyo ni ujumbe fulani hivi mrefu, ujumbe fulani hivi ambao unakwenda kumlenga mtu moja kwa moja, na ni sababu zote hizi za mahusiano. So unajua pia wanawake jinsi ambavyo wakati mwingine mlivyo kwa namna moja ama nyingine, pindi ambapo unagundua kuna mwanamke mwenzako anakuchukulia mwanaume kuna namna ambavyo ni kama unamkomoa, iwe ni kwa maneno, iwe ni kwa chochote kile, ilimradi tu ahisi kwamba unamkomoa na maisha yaweze kufanyaje, maisha yaweze kuendelea.
Zuchu pamoja na Rita ni watu ambao sasa hivi hapo kwenye battle. Rita anamwambia Zuchu vitu ambavyo sio vya kiungwana, lakini pia hata Zuchu pia naye anakuwa anamjibu kupitia vijiklipu vyake ambavyo anapata fursa ya kuweza kusimama jukwani na kuweza kuimba. Sasa mara baada ya Rita kuweza kuandika ujumbe huo kwenye mtandao, sasa watu wamekuja kucomment vitu vingi sana chini na wameweza kuzungumza vitu vingi sana. Wewe unasema kwamba wewe Diamond kashakukataa, mbona unaendelea kungangania, muachie Zuchu na maisha yake na Diamond endelee na maisha yao. Wengine wanasema kwamba hii battle naipenda Rita pamoja na Zuchu kwa sababu mwanaume bwana anagombaniwa, wanaume ni wachache sana sasa hivi, endelea kukaza hapa hapo Rita, nipo nyuma yako. Mwingine anasema kwamba humwezi Zuchu anajua anachokifanya kwa Diamond, ndio maana Diamond hatoki na wewe ulishashtakiwa, hujihisi wala hata ujielewi. Nasema kwamba jamani, mwache Zuchu na maisha yake na mahusiano yake. Mbona unapenda kuharibia watu maisha yao ndugu yangu? Mwingine anasema kwamba jamani Zuchu, nakuonea hadi huruma watu vile ambavyo wapendi maisha yako wewe na mtu mzima Diamond, lakini mimi nafurahia mahusiano yako. Mwingine anasema kwamba jamani Rita, kwa nini unapenda kumharibia Zuchu? Sasa kama upo kwenye mahusiano na Diamond usikae kimya, nini unakuja kwenye mitandao ya kijamii? Kwa hiyo hizo ni baadhi ya comments ambazo watu wameweza kuziandika mara baada ya Rita kuweza kuandika ujumbe mrefu ukimhusu bidada Zuchu na kuweza kumsema vibaya Zuchu, ni kama amemchamba hivi kwa namna moja ama nyingine, kitu ambacho kiuhalisia kuna maneno ambayo ameweza kutumia sio ya staha na ni maneno ambayo wakati mwingine sio mazuri kuweza kumwambia mtu, ili hali hata kama amekukosea kistaarabu tu binadamu, jinsi ambavyo utu ulivyo ndani yetu, lakini sio utu tu, hata jinsi ambavyo Tanzania tulivyoumbwa na ustaarabu lakini pia ukarimu ndani yetu, ni maneno fulani hivi ambayo yanaondoa utu wa mtu, lakini pia anakwenda kumdogodesha mtu, anakwenda kumnyongonyesha mtu, na ni kitu ambacho hakikubaliki na ni kitu kibaya pia. Ili hali mtu amekukosea, kuna namna ya kuweza kumfikishia ujumbe na sio kuweza kutumia kauli kama hizo ambazo ameweza kuzitumia Rita. Dondosha comment yako hapo chini juu ya kile ambacho amekisema Rita, lakini pia vipi kuhusiana na hii battle ya Zuchu na Rita? Unaona nani anakwenda kutoboa? Diamond ni wa Zuchu, Diamond ni wa Rita, na nani ambaye anakwenda kuwa winner kwenye hii battle? Lakini endelea pia kuweza kusubscribe, kucomment, lakini pia endelea kushare watu wengine pia wa kwanza kuwa napata habari zetu. Hii ni Majo TV, sehemu ambapo unapata habari za masuperstar nyumbani Tanzania na nje mipaka ya Tanzania.